Naam, ni saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuambatana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi Februari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tunayo mengi ya kukujuza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita, tukikujuza habari za uko Rubaya, Kavumo pamoja na habari kutoka uko Minembwe. Hivyo ili endelee kupata habari zetu na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Jina langu ni Ramsey Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Unatupata vyema kupitia mtandao wa YouTube, ukiandika Amani TV Media hapo unajiunga nasi moja kwa moja, lakini pia ukiwa uko Shabunda unatusikiliza mbashara kupitia Radio Mutula FM. Mpendwa msikilizaji, na kuomba kuwa nami mwanzo mpaka tamati katika matangazo yetu haya ya asubuhi ya leo. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako unatusikiliza vema kwa muda na saa kama hizi. Nasema hujambo na karibu mara tena. Na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka huko kwenye uwanja wa vita, ambako mapema alfajiri ya Jumapili tarehe 22 Februari mwaka wa 2026 wapiganaji wa Zalendo wameripotiwa kurejesha chini ya udhibiti wao eneo la Kasenyi linalochukuliwa kama ngome muhimu ya waasi wa AFC M23. Kasenyi iko katika utawala wa jadi wa Baunde kwenye kundi la Kibabi, takriban kilomita 24 kutoka mji wa madini wa Rubaya katika wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Eneo la Rubaya linajulikana kuwa kitovu muhimu cha shughuli za madini ambazo kwa muda mrefu zimehusishwa na uchumi wa vita katika ukanda huo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wakati wa operesheni hiyo wazalendo walifanikiwa kuwakamata wapiganaji 20 wa M23. Aidha, silaha 6 za aina ya PKM pamoja na silaha zingine ndogo na risasi zikinaswa. Wakati huo taarifa kutoka eneo la mapigano zinaeleza kuwa waasi wa AFC M23 wakihofia kusonga mbele kwa wazalendo kuelekea Rubaya, wameanza kuimarisha nafasi zao za kijeshi. Inadaiwa kuwa wameweka silaha nzito katika kilima cha Sita, eneo la Kalonge, kwa lengo la kushambulia kwa mizinga au silaha za masafa marefu maeneo ya Chungi na Kiningi, wakijaribu kuzuia kusonga mbele kwa wazalendo na kurejesha udhibiti wa hali ya kijeshi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la serikali au uongozi wa M23 kuthibitisha madai hayo. Hali ya usalama katika wilayani Masisi inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku wakahaji wa maeneo ya karibu wakihofia kuongezeka kwa mapigano. Nia ya wazalendo ni kuhakikisha wanasonga mbele na kujielekeza moja kwa moja katika mji wa Rubaya ili kuweza kukomboa eneo hilo ambalo ni eneo muhimu ambalo linadhibitiwa na waasi, ikiwa ni moja kati ya sehemu ambako kuna madini mengi. Hivyo mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina, ili ikiwa kunatokea na mabadiliko yoyote tuwe wa kwanza tena kuja kukujuza kile ambacho kinaendelea kuripotiwa huko Rubaya. Na tukitoka huko Rubaya moja kwa moja jelekeze huko Kavumo, ambako kufuatia taarifa za kujiondoa kwa wapiganaji wa Zalendo katika eneo la Kavumo Center ambalo sasa limeripotiwa kurejea chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23, wakahaji wa maeneo ya Kabare na mji wa Bukavu wameeleza masikitiko yao pamoja na kupoteza matumaini. Wananchi waliozungumza nasi wamesema kuwa wamekerwa na hatua ya wazalendo kurudi nyuma katika eneo hilo, wakieleza kuwa hali hiyo imeongeza hofu juu ya usalama wao na mustakabali wa eneo la Kivu Kusini kwa ujumla. Baadhi ya wakahaji wanatoa hoja kwamba miongoni mwa makosa yanayofanywa na wazalendo ni pamoja na kutangaza hadharani wanapofanikiwa kudhibiti eneo fulani,
Kwa mujibu wa maoni ya raia hao, matangazo ya aina hiyo huwapa nafasi waasi wa M23 kujipanga upya, kukusanya nguvu zaidi na kutumia na hatimaye kurejea kwa mashambulizi makali. Hata hivyo, swali ambalo limekuja sasa ni kwamba, je, hiyo ndiyo sababu kuu ya kupoteza maeneo hayo? Je, changamoto ni mikakati ya kijeshi, ukosefu wa vifaa, au ni nguvu kubwa ya waasi wanaoungwa mkono na washirika wao? Ili kupata ufafanuzi wa kina kuhusu hali halisi ya uwanja wa mapambano na sababu za hatua hiyo ya kimkakati, tutajiunga muda mfupi ujao na msemaji wa Wazalendo aliye katika eneo la mapambano, atakayetoa maelezo zaidi na kujibu hoja ambazo zinatolewa na wananchi. Kiongozi, umesikia maoni ambayo raia wameyazungumza kuhusiana na mtazamo wao kuhusu kile ambacho endelea kutokea pale ambapo wazalendo wanadhibiti moja kati ya eneo na baadaye kujiondoa. Wanasema ya kwamba moja kati ya sababu kubwa ni kwamba wazalendo wanakuwa wa kwanza kutangaza hadharani, kitu ambacho kinapelekea waasi kujiandaa ipasavyo na kuja na nguvu kasi. Labda hii inakuwa na ukweli gani kwa upande wako, kiongozi wao ambaye umeona hali halisi ya uwanja wa vita? Madai haya ya wakahaji yana ukweli ndani yake, aiza namna gani kiongozi? Hiyo sio ndo ukweli, ndugu yangu mtangazaji. Unajua, kukaa kwa M23 katika vile ya Bukavu, mfano wake ni sawasawa na kukaa kwa ulimi ndani ya kinywa, kwa sababu M23 anajua ya kwamba vijiji vyote vya vile ya Bukavu vimezingirwa na wazalendo. Tukiangalia upande wa Nyantende iko katika komine ya Ibanda, Maria Kachelewa vile vile, vikosi vyetu muda wote ule vinachezea Nyantende, vinachezea Maria Kachelewa katika komine ya Ibanda. Tukiingia katika komine ya Kadutu, ndugu yangu mtangazaji, tuangalie upande wa Chiriri, upande wa Kanteve, tunaangalia upande wa Rugondo, tunaangalia upande wa Bagira. Hii ni komine ya nani? Hii ni komine ya Bagira. Huwa wazalendo wanachezea mwile ndani muda wote ule. Alafu tukienda upande wa Katana, tunakuja upande wa Kabamba, tunakuja upande wa Karanda, upande wa Kavumu, upande wa Mululu, tunaenda upande wa Miti, tukaja upande wa Muresa, Chivanga. Ile ni maeneo yoyote ile, kuanza mpaka Kalonge, tunaingia mpaka Ninja, mpaka Biranga, mpaka uko Walungu. Ile maeneo yote ni maeneo ambayo kuna ngome zetu za wazalendo. Na laiti haingelikuwa hii masuala ya raisi kufuatililia kwanza CCLF kuenda mu diplomasi, kama M23 wameshaga timuka. Na ndio maana mimi naendelea kukuambia kwamba nguvu za M23 walikuwa wanatucheza katika nguvu tatu. Nguvu ya kwanza walikuwa wanategemea ilikuwa ni rushwa ambayo walikuwa wanategemea kutoa katika jeshi la taifa FARDC na kuwashawishi baadhi ya wazalendo. Nguvu yao ya pili, walijua ya kwamba wanasiasa wetu miguu yao moja ilikuwa upande wa serikali na miguu yao ingine ilikuwa upande wa adui. Na nguvu yao ya pili, nguvu yao ya tatu, ndugu yangu mtangazaji, walijua ya kwamba watatucheza katika masuala ya siasa. Hii masuala ambayo unayokutana ni CCLF, kwa sababu CCLF haina avantage kwa sisi wa Kongomani, kwa sababu kiangalia pindi wanapopigwa M20 na zaidi, wakipigwa kichapo kikubwa na kuonanaka wanakimbia kuomba CCLF kusitisha mapigano. Na sisi kama vile wazalendo wa Kabare, M23 hawakujua ujanja ambao unatumiwa na wazalendo wote wa province nzima ya Sud. Kwa sababu ndugu yangu mtangazaji, sisi wazalendo wa Kabare pamoja na wazalendo wa Mwenga, wazalendo wa Fizi, wazalendo wa Uvira, sisi wote ni kitu kimoja. Na pindi tulipofanya etude na kufanya plan de guerre, tulienda jikuta ya kwamba M23 amechukua Minembwe kama vile milien strategique, na ikaonekana siege yabo, base arriere yabo yote ilikuwa imewekwa Mikenge, ikawekwa Minembwe centre na ikawekwa Point Zero. Sasa ikaonekana haitawezekana kumshambulia adui Bukavu, kumshambulia adui katika bonde la Ruzizi, na ili tunamwacha nyuma.
kwa sababu wao mbinu yao walikuwa wanajua ya kwamba ikiwa waliweka base arriere kule Mikenge, wakaweka base arriere Point Zero, wakaweka base arriere Minembwe, walijua ya kwamba hakuna namna mzalendo anaweza akafanya offensive kushika vile ya Bukavu, kushika vile ya Uvira, na ili hali wao wameweka kule kwa sababu walikuwa wanaazimia kutuzingira, alafu wanatuacha tunaingia Bukavu, kisha wanakuja wanashika Uvira, wanashika Baraka, alafu wazalendo wakakosa milie ya kufanyizia repli strategic. Na ndio maana wakati tulijifunza na kuangalia namna ambapo na sisi strategique ya wazalendo na kuangalia ni kitu gani kinasababisha bao kutraverse kuingia Kalemi, Lubumbashi, tukajikutana ni lazima kwanza wapigwe katika ho plateau, na hata ikiwa wao wanajikuta wanaringia katika mji wa Sange ni kwa sababu tuliona hatuwezi tukamwacha nyoka nyuma alafu tukamfuata nje, na ndio maana wao wanaendelea kufanya hiyo maringo kwa sababu bado kwanza sisi mbinu zetu zote tunatizama katika milima mirefu ya Uvira na milima mirefu ya Fizi. Alafu tukishasafisha yale mazingira, tunajua kwa muda wa siku 2 tutawatimua Sange, tutawatimua Kamanyola, tutawatimua Bukavu na tutawatimua hadi Goma. Ndugu yangu mtangazaji, ndio maana wao hiyo inayowasemesha vitu kama na vile ni oga. Hiyo ni oga kwa sababu wenyewe wamejikuta aeroporo ndio fasi ambayo wanaweka base arriere, lakini tokea Ijumaa yote ilikuwa imezingirwa. Na leo laiti haingelikuwa wazalendo kujikuta vikosi ambavyo walikuja navyo na kujikuta uhaba wa minisio, hatungeliondoka Kavumo, kwa sababu vikosi vyetu havikuondoka Kavumo kwa sababu ya kupigana risasi kaja nguvu. Hapana, sisi wenyewe tuliangalia ramforo ambayo wamekuja nayo, alafu tukachunguza minisio yenye iko ikalomba kufanya kwanza repli strategique kwa kusubiria msaada ambao tuko tunasubiria ili tuwashambulie moja kwa moja. Na labda raia waelewe kitu gani kutoka kwenu wazalendo ambao mnapatikana huko kwenye uwanja wa vita, kiongozi? Ndugu yangu mtangazaji, mimi kwa kumaliza naambia raia wa Bukavu watulie. Unajua sisi wenyewe, mimi mwenyewe mzungumzaji ni mzaliwa wa Bukavu, kwa sababu mimi ukinipa leo askari 2000 ambao wanaeneana na silaha, nikawa na arme lourde hata 10, masaa 3 nitashika vile ya Bukavu. Kwa sababu mimi kushika vile ya Bukavu sitakimbilia umo mjini ndani kama vile raia wanavyofikiria. Hapana ndugu yangu mtangazaji, kwa sababu najua kila sehemu ambapo kuna ngome ya adui. Ngome ya adui ya kwanza iko Nyangezi. Ngome ya pili ya adui iko sehemu ambapo banaita Mushweshwe Chomuhini. Nafikiri kwa watu ambao wanaenda Walungu wanaijua vizuri, ambapo kuna antene zote za radio za vile ya Bukavu. Hiyo sehemu inaitwa Mushweshwe Chomuhini. Kuna ngome ingine ambayo inapatikana Kanteve. Kuna depo ya armema ya adui inapatikana Tepe, Kampsayo. Alafu baadaye hauwezi ukashika mji wa Bukavu kabla haujabomoa zile ngome. Na hivyo vyote raia wajue ya kwamba sisi tunajifunza, ni kazi ambayo tunafanyizia kwanza plan na kujifunza namna ya kubomoa zile ngome ili kuingia katika mji wa Bukavu moja kwa moja. Kwa sababu tukiangalia hapo mwezi wa 3 tunakuja na vikosi vya mzee William Amuri ya Kotumba. Tulitoka upande wa Nyangezi tukadeborde Kamanyola, na pindi tulipodeborde Kamanyola tuliwaacha Kamanyola tukafika Nyangezi, tukaingia mpaka Toyota, na kutoka Toyota hadi mpaka Nyantende. Lakini ilionekana turudie. Kwa sababu gani tulirudia tena upande wa Nyangezi? Kwa sababu tulijikuta wao vile vile wako kule Chomuhini, wao vile vile wako kule Camp Teve, wao vile vile wako pale Kavumo Sant, na alafu mipaka yote iko wazi ya Ruzizi Premier na Ruzizi D. Muda wote ule ramforo yao inaweza ikaingia. Na ndio maana raia wakae kimya. Sisi tunajua kazi ambayo tunaifanya. Baada ya kumaliza kusafisha milima mirefu ya Uvira, milima mirefu ya Fizi, alafu tutasafisha kwanza Walungu, na baada ya kumaliza kusafisha Walungu tutasafisha Mushweshwe, na baada ya kusafisha Mushweshwe tutaingia katika mji wa Bukavu kama vile mtu anavyoingia nyumbani kwake, kwa sababu mwile ndani hamuna resistance. Na kumaliza ndugu yangu mtangazaji,
na wapa M23 tahadhari na wasiongeze tena kufanya kitendo hiki ambacho walifanya, kwenda hospitalini kuwatafuta wagonjwa hospitalini, kwa sababu sehemu ambapo blese zao zote zimewekwa katika mji wa Bukavu hospitalini tunapajua. Tukiangalia baadhi ya blese zao zimoja ziko katika kliniki ambayo inapatikana juu ya Biche Mwanzi, na muda wowote ule sisi kama vile wazaliwa wa Bukavu tunao uwezo wa kukuja sehemu ya Munshekere, tukateremuka kukuya yulu ya Bralima na tukaingia hapo hapo Kazingo na tukawashika mablese wao katika kliniki. Tunajua wengine blese zao wako katika hospitali kuu ya Bukavu, hospitali general de reference ya Bukavu. Mule mko wengine wa blese wao tena wengi zaidi, tena wa officier superieur. Lakini sisi tunaheshimia droits humains, tunaheshimia HCR, tunaheshimia Croix Rouge. Lakini kwa sababu ya hiki kitendo ambacho walifanya kuendelea kusabote na ma institution medical, sasa na sisi tutawaonyesha ya kwamba sisi ni watoto wa mwingine, kwa sababu sisi tukija Bwindi muda wowote ule tutaingia katika kliniki ya Bukavu. Tukiteremuka Karale muda wowote ule tutaingia katika kliniki ya Bukavu. Hiki ni kitu ambacho tunawapa tahadhari, kwa sababu wao wanaruka mipaka na wasio wanafikiria ya kwamba ikiwa sisi tunakuaga heshimu mipaka ni kuiheshimu seselefe. Lakini wakitaka sisi wote tukengeuke mpaka, tutairuka, kwa sababu kwanza wao ni waagreseri. Mtu haizi kuwa agreseri alafu aanze ingia na muma institution medical ambazo zinasaidia pande zote mbili, kwa sababu hospitali ni kituo ambacho kiko netre, hakiko puru ya enemy, hakiko puru ya natife wa mwingine. Na ndio maana sisi tunawaambia na tunawapa tahadhari, kwa sababu kliniki ya Bukavu tunajua watu wao wenye wako ndani, tunajua katika hospitali generali ya reference tunajua watu wao wako ndani, hata katika hospitali kuu ya Dr. Rochiriri tunajua watu wao ambao wako mule ndani. Na ndio maana sisi tunasema ya kwamba siku nyingine ambao tutasikia waliongeza kuingia hospitalini, tutawaonyesha ya kwamba sisi ni wazaliwa wa mwingine na sisi kona zote tunazijua. Naam, huyu ni msemaji wa Wazalendo kutoka tarafani Kabare, ambaye pia ni moja kati ya makamanda ambao anapatikana kwenye uwanja wa vita, ambaye anatoa taarifa kuhusiana na kile ambacho kimesababisha wao kuweza kujiondoa moja kwa moja katika eneo hilo la Kavumu. Lakini tukijielekeza pia huko Minembwe, ni kwamba mapigano makali yameripotiwa kushuhudiwa Jumapili ya tarehe 22 Februari katika eneo la Minembwe lililoko kwenye nyanza za juu za Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa makabiliano hayo yalihusisha wahasi wa kundi la Turaneo Minembwe pamoja na wapiganaji wa Gaditabad wanaoripotiwa kushirikiana kikamilifu na jeshi na vikosi vya wahasi wa AFC M23. Makundi hayo yalipambana dhidi ya wapiganaji wanaojulikana kama Wazalendo, ambao ni makundi ya raia waliojitoa kwa ajili ya kutetea udongo wao. Eneo la Minembwe ambalo limekuwa kitovu cha mvutano wa muda mrefu wa kiusalama kimeshuhudia mashambulizi ya silaha nzito na nyepesi tangu alfajiri, hali ambayo ilisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaaji. Baadhi ya wananchi wamelazimika kuyahama makazi yao wakihofia usalama wao, huku wengine wakitafuta hifadhi katika maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Hadi sasa mamlaka za mkoa wa Kivu Kusini hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu uliosababishwa na makabiliano hayo. Hata hivyo, mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanaonya kuhusu hatari ya kuongezeka kwa mzozo wa kibinadamu iwapo hali ya usalama haitoimarika haraka iwezekanavyo. Mapigano haya yanaendelea katika muktadha wa hali tete ya usalama mashariki mwa DRC, ambapo makundi mbalimbali yenye silaha yamekuwa yakigombania
udhibiti wa maeneo, rasilimali na ushawishi wa kisiasa kwa muda mrefu. Serikali ya DRC imekuwa ikiahidi kuimarisha operesheni za kijeshi ili kurejesha amani na utulivu katika maeneo ambayo yanaathirika zaidi. Wananchi waendelea kutoa wito kwa serikali na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kukomesha ghasia hizo na kulinda maisha ya raia wasio na hatia. Lakini tukisalia tu hapo Minembwe, taarifa zingine zinasema kuwa makundi yenye silaha ya Twirwaneho Minembwe na Red Tabara yanayoshirikiana kikamilifu na waasi wa AFC M23 yameongeza kasi ya kutoa matamko yao kwa umma. Kupitia taarifa mbalimbali ambazo wamezisambaza kwenye mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali, makundi hayo yamelalamika kile walichokiita ukimya unaoendelea wa jumuiya ya kimataifa. Wanadai kuwa mashambulizi ya mara kwa mara na wanayataja kama mauaji ya raia wa jamii ya Watusi yanaendelea kufanyika katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi na maeneo mengine ya Mwenga pamoja na Uvira. Kwa mujibu wa makundi hayo, wanayoyaita vitendo vya ukatili vinavyofanywa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikishirikiana na wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la Burundi vinaripotiwa kuwepo katika ukanda huo. Hata hivyo, upande wa serikali ya Kinshasa umekanusha tuhuma hizo na kusisitiza kuwa jeshi lake linaendelea kulinda mipaka ya maeneo ya nchi dhidi ya mashambulizi ya waasi. Serikali pia imekuwa ikishutumu Rwanda kwa madai ya kuwaunga mkono waasi wanaopambana na jeshi la taifa, madai ambayo mara kadhaa yamekuwa yakikanushwa na Kigali. Katika mstari wa mbele wa mapigano, muungano wa AFC M23 umeeleza kuwa hali ya kibinadamu katika eneo la Minembwe inazidi kuwa mbaya na unatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kupitia vyombo vya habari na taasisi za kibinadamu kuingilia kati haraka ili kusaidia raia walioko hatarini. Hali ya usalama katika maeneo ya Fizi, Uvira na Mwenga endelea kuwa tete, huku pande zote zikiendelea kushutumiana kuhusu chanzo cha ghasia na mahadhara ambayo yanakumba raia. Kuendelea kwa kulalamika kwa waasi kunaonyesha namna gani hali inakuwa ngumu kwenye uwanja wa vita. Baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa kwa nini waasi wanapopigwa kwenye uwanja wa vita wanalalamika kwamba raia ndio wanapigwa, wakati ambapo wao wakichukua ushindi kwenye mstari wa mbele basi wanageuka kwamba wao ni masimba wenye nguvu. Hayo ni maswali ambayo baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kiusalama ameweza kuyauliza kuhusiana na kile ambacho waasi wanaendelea kulalamika kila kukicha, kusema kwamba raia wao ambao wanapatikana huko Minembwe wanateswa. Na tukisalia tu huko Fizi ni kwamba mvua kubwa ilionyesha Jumapili tarehe 22 Februari mwaka wa 2026 katika tarafani Fizi mkoani Kivu Kusini imesababisha maafa makubwa kwa wakaaji wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, madhara makubwa yameripotiwa katika sekta ya Nganja kufuatia kujaa kwa mto Kimbi. Mto huo ulifurika na kusababisha maji kusambaa katika maeneo ya makazi, hali iliyosababisha watu wawili kusombwa na maji hayo. Watu wanaenda. Ule jamaa anaenda. Ule jamaa anaenda. Hayuwe nao. Hata Yesu we. Saa 10 dakika za kuendelea kabisa. Hapa ni kilalo ya Kumabashe inakwenda kubomolewa na mtoni Kimbi ambayo ilikuwa nabakia kwa vilalo vyote hivi hapa katika Kimbi, na imesusiwa kwamba kijana mmoja amekwenda tayari na maji aliyekuwa akikipisha katika kilalo ikiwa anaita Omari ilikuwa pole sana. Upande mwingine pia katika kijiji cha Lubichako uharibifu umeripotiwa kufuatia kujaa kwa mto Lubichako. Kanisa la Katoliki la kijiji hicho limeharibiwa kwa kiasi kikubwa,
huku miundombinu mingine ikiwemo choo pamoja na kanisa kuvunjika kutokana na nguvu ya maji iliyoenea katika makazi ya watu. Wakazi wa maeneo yaliyoathirika wanaendelea kuhitaji msaada wa dharura ikiwemo makazi ya muda, chakula na huduma za matibabu. Viongozi wa kijamii watoa wito kwa mamlaka pamoja na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kusaidia waathiriwa wa mafuriko hayo. Ni kanisa ya Katolike, ni kanisa ya Katolika. Yeye no bio. Ni kanisa ya Katolika machi mama mu oao. Mamu vivo ti. Msuna lulu bichako. Eki wese. Leo mmonesha olele wese ya Katolika. Siro la chubukela. Yeye hivi akiwe na bila emoya tu. Na sasa na kuacha mikononi mwake mwenzangu MC Adolphe Samombo kutoka huko tarafani Shabunda. Ndugu yangu, mambo yako namna gani? Tuambie habari za huko Shabunda leo hii, mambo yako namna gani huko? Kanisa Silohamu Cheche tarafani Shabunda liliandaa ibada kubwa la shukrani tarehe 22 Februari mwaka wa 2026 ndani ya jengo la kanisa lao pa Carte Administrative Mkoba Mbambalwa pa mchana. Kwa mjibu wa Askofu Daniel Mtendela wa kanisa Silohamu Cheche nchini Kongo, ibada hiyo la shukrani lililenga kusherekea mwaka mmoja tangu kushimikwa kwake mgeni Shabunda. Muda wa ibada hiyo, Askofu Daniel Mtendela ametoa shukrani kwa Wakristo wote kwa ujumla na wachungaji kwa upekee kwa kazi walioifanya muda wa mwaka mzima. Ametoa hakikisho mkali kwa raia wa tarafa la Shabunda kwa miradi zenye kufanyika za maendeleo na shirika lake kama vile ujenzi wa mashule za msingi na za kisekondari na hata vile vya vyeo vikuu. Ila kwa sasa tarafani Shabunda miradi hizo bado kufanyika kutokana na udhaifu wa kiuchumi ambao hukumba kanisa lake kwa sasa, kwani ni jipya ndani ya mji na ibada la Wakristo si nyingi sasa. Ila kwa siku za usoni ameahidia watatimiza vyote kwa faida ya Wakristo na wakahaji wote kwa ujumla. Askofu Daniel Mtendela hakusahau pia kutoa idadi kamili la Wakristo wake wenye kuhesabiwa idadi ya zaidi ya 100. Amealika wengine kuja kwa wingi na watasifu miujiza za Mwenyezi Mola. Tumsikilize. Naitwa Askofu Mtendela Daniel, kiongozi wa kanisa la Happy Church Ministère International Dar Siloam nchini Kongo, na niko kwenye mtaa wa Shabunda wa leo. Nimekuwa hapa sasa na mwaka mmoja. Kwanza tunaanza kuangalia waumini washiriki, na ya pili tunajitahidi kufanya utafiti ili kupata kiongozi ili atakayechunga hili kanisa la Happy Church hapa kwetu Shabunda. Unaona kama mimi nimezaliwa hapa Shabunda na lazima kuwe kanisa la Happy Church Dar Siloam hapa Shabunda ili tukue tumetimiza andiko ambalo limesema mtaanzia Yerusalemu. Na hiyo ndio matatizo sasa tunayo, kwa sababu wakati wote tunafanya kazi ya injili lazima tuwe na matatizo ili tunapitia ili ituhimize kuendelea kufanya kazi. Kwanza linasimamiwa na Askofu Boniface Runji, anakaa Kenya Eldoret, na Happy Church ina miradi. Kwanza miradi ya kwanza inafanya mambo ya masomo ya Biblia, watu wanasoma kama inavyofaa. Hapana hii masomo naona huko miezi 3-6. Happy Church inafanya masomo makubwa, university, sekondari na primary. Na ya pili pia inafanya hii masomo ya msingi sasa, ili tupate diploma na tuendeleshe mambo mengine.
Ya tatu inafanya mahospitali, na ya ine inajaribu kujitoa kuomba na kufundisha wengine ili waweze kufanana na zile nguvu za Kristo, zipate nguvu kwanza. Sasa unaona mpaka na jengo tunakaa ndani haijakuwa sawa. Tungeomba hata kwa viongozi wetu kuanza kuangalia hii jengo ili ituinue kwa haraka, tupate jengo, tupate nafasi bali tutaweka masomo, tutaweka hospitali, tutaweka kanisa nzuri ile inafanana Happy Church, itakuwa sawa. Wakaaji wa Shabunda tunasema kwanza mjambo kwenu, na ya pili tunaomba tunasema karibu kwa kanisa la Happy Church Bar Siloamu kufanya kazi, kuomba Mungu, kumwabudu Kristo aliyekufa na akafufuka, na pamoja na michango yetu kuwasiliana katika mambo yote. Tutafanyia Mungu mambo makubwa wakati wanatusogelea na kutukaribisha. Upande wake paroko wa parokia la Shabunda mchungaji Sengi Kyatula akubaki kimya bila kutoa shukrani yake. Mimi ni mtumishi Sengi Kyatula Honore, msimamizi wa kanisa Siloamu mtani Shabunda Happy Church, na tuko hapa ndio jengo letu lako linapopatikana, na mimi kama vile msimamizi wa hiyo kanisa ninakuwa na katibu wangu amekuwa karibu yangu, na tunakuwa hivyo na ausikae na uchumi ama vile comptable. Na gisi tuko hapa, tulipokea kanisa ama ministere ya Siloamu tuko nayo hapa mtani Shabunda, na tulikubali kukutana na baba akina askofu Daniel Mutendelo. Namna tulipokea umiziaji na ujumbe hiyo kanisa Siloamu, mara mingi wakati tulisoma kwa radio tulikia kuta habari ya Siloamu ni nafasi yenye watu wanapata wokovu, watu wanaokoka, watu wanapata maendeleo, na zaidi tukakuya kuta hiyo ministere haikuanzia tu hapa kwetu Shabunda, hasa kupitia ujuzi yake gisi anasoma huko Kenya, iko na makorespondence zake nyingi, na tuliona gisi Mungu alimtumikisha, gisi anaogopa Mungu, gisi makuiko anafanya. Tuliona iko natunza, iko naombea watu wanapata uponyaji. Tukasema kupitia huyu baba Mungu angali anamsikia, inabidi na sisi tukue karibu na yeye. Kazi tuko nayo ni kufundisha watu maneno ya Mungu. Kazi tuko nayo ni kuombea wagonjwa. Kazi tuko nayo ni kuombea watu wa mahitaji mbalimbali. Zaidi tumezamia kumwabudu Mungu mtakatifu kupitia tukaa kanisa la Siloamu mtani Shabunda, kupitia presence ya baba askofu Daniel Mutendelwa, gisi kwa naimiza sisi wenye kuwa naye pamoja, gisi kwa naombea watu kuko kwanza mpaka ishantio hapo. Baki tu tarafani Shabunda ambako wanachama cha kisiasa mpasa lake mwanasheria Dodolu Tombo Isanda, mzaliwa wa tarafa la Shabunda, walihandaa sherehe ya shukrani na la kuhunga mkono presidenti wao nchini baada ya kuonekana kwake kiisha siku 2 ya kupelekwa mahali isipojulikana tarehe 12 Februari mwaka wa 2026 na watu wasiojulikana pa Kinshasa alipokuwa kitoka kwenye sherehe ya harusi saa 6 ya usiku. Kwa mjibu wa presidenti wa chama cha kisiasa mpasa tarafani Shabunda Desire Mkulumania, baada ya siku 2 ya kutafutwa ndipo mwanasheria Dodolu Tombo Isanda alikutwa maeneo ya Kasangula pa Kongo Central. Amehakikisha kwamba halikutwa mzima ila mzaifu kutokana na misukosuko za ujeuri na wajambazi hawa wasiotambulikana vema, na akapelekwa mara moja kwenye kituo cha afya Ngalema pa Kinshasa kwa kupata matibabu, ila kwa sasa yupo kwenye mapumziko nyumbani mwake. Wanachama cha kisiasa mpasa tarafani Shabunda kwa upekee wamehaidia kuendesha uchunguzi ili watambue chanjo cha kitendo hicho. Desire Mkulumania akiwa presidenti wa chama cha kisiasa mpasa tarafani Shabunda, huyo hapa akisoma kibarua chao katika lugha la tukufu la Kimombo. Oui, communiqué final de la Fédération de Shabunda. Le parti politique Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine MPASA, Fédération de Shabunda, informe à travers ce présent communiqué la population du territoire de Shabunda en général et ses environs en particulier
ainsi que toute la base militante que le président national et autorité morale du parti, qui a été enlevé en date du 12 février 2026 à Kinshasa, vers 1h du matin, par des personnes non identifiées, a été retrouvé vivant. À notre possession confirme qu'il a été localisé dans les périphéries de Kasangulu, dans la province du Congo central, où il a été abandonné par ses ravisseurs. À ce jour, il se trouve à son domicile après avoir pris en charge à l'hôpital d'Ngalema où il recevait les soins appropriés. Son état de santé nécessite encore un repos et suivi attentif, mais le moment venu, il s'exprimera lui-même afin d'éclairer l'opinion sur les circonstances exactes de son enlèvement. La Fédération de Chabunda salue la contribution des services de sécurité pour son identification et sa sécurisation. À cette occasion, nous tenons à remercier chacun en ce qui le concerne pour sa contribution dans la recherche de notre président national et autorité morale d'Mpassa en la personne de Maître Dodo Lutombo Isanga. À travers nos voix, la Fédération de Chabunda interpelle les autorités compétentes afin qu'une enquête sérieuse, transparente et indépendante soit diligentée pour identifier et traduire en justice les auteurs, les co-auteurs de cet acte macabre. Dans la première de nos recherches, nous annonçons être déjà en possession de l'identité de certains commanditaires dont nous taisons encore les noms pour raison de comportement. Par ailleurs, notre parti politique Mpassa réaffirme son soutien institutionnel à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi, dans ses efforts constants pour la recherche et la consolidation et le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. À nos membres et sympathisants du parti, nous lançons un message d'apaisement, de calme, d'unité et de discipline parce que notre président national et autorité morale, Maître Dodo Lutombo Isanga, est retrouvé vivant. Étant donné que notre combat demeure politique, républicain et pacifique, notre président ainsi que toute sa base ne peut être détourné par aucune provocation, ni détourner notre idéal d'action politique et sociale. D'aucuns ignorent que Mpassa est un parti politique membre de l'Union sacrée, un parti politique légaliste, royaliste, qui a vu jour le 12 mars 2021, conformément à l'article 6 de notre Constitution. Et depuis que Chabunda est Chabunda, ce territoire n'a jamais connu de parti politique propre et fondé par un fils du territoire, excepté Mpassa, qui est une école politique et a un projet de société pour le développement de ce pays. Voilà pourquoi d'autres adversaires politiques le regardent de mauvais œil, en voulant toujours prendre ce territoire en otage et utiliser ce fils pour des fins politiques non prometteuses. Les représentants politiques de notre territoire aux instances supérieures n'ont que des comptes à rendre à leurs autorités morales et qu'en cas de dérapage, ils sont passibles au changement, laissant toujours le territoire de Chabunda dans la misère accrue. Voilà pourquoi ils ne respectent pas les principes de redevabilité. À ce titre, nous empruntons la prime des historiens congolais qui ont écrit, je cite, « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pénis. » Tout porte à croire que, sans parti politique, propre d'un fils de Chabunda, ce territoire ne quittera pas de l'ordinaire. Et appeler un chien par son nom n'est pas synonyme de la xénophobie. Par contre, c'est une façon de marquer son identité. Qu'on se le dise, Chabunda est mal représenté politiquement. Venez alors nombreux pour adhérer au projet de société d'Mpassa, une panacée pour le développement du territoire de Chabunda. Enfin, nous lançons un appel solennel aux militants de se comporter comme politiciens convaincus. Et la Fédération de Chabunda met en garde toutes les personnes qui intimideraient l'un des militants des partis politiques Mpassa. À la même occasion,
Je profite pour vous signaler que notre président national et autorité morale, Maître Dodo Lutombo Isanda, arrivera à Shabunda à la fin du mois d'avril.